matokeo kutangazwa nilianza kutishiwa kifo, pigiwa simu za vitisho vya kifo, na baadaye nikaambiwa kwamba amri imetoka kwa bwana mkubwa. Bwana mkubwa ni marehemu sasa Rais Magufuli. Naam. Kwamba wanishughulikie. Nikakimbilia ubalozi wa Ujerumani, na in fact siku niliyokimbilia ubalozi wa Ujerumani Dar es Salaam nilikamatiwa nje ya ubalozi wa Ujerumani na hao watu waliotumwa wanishughulikie. Bahati nzuri yangu ni kwamba wakati wananidhibiti pale nje, maafisa wa ubalozi wa Ujerumani wakawa wametoka nje, wakawakuta kabla hawajanichukua. Naam. Wakaingilia kati. Kwa hicho ndicho kilichoniokoa. Na baada ya hapo wakanichukua, wakanipa hifadhi kwenye makazi ya balozi wa Ujerumani kwa wiki nzima, na baadaye ndio utaratibu ukafanyika, nikaondoka Tanzania na sijarudi. Kwa hiyo kujibu swali lako kwa kifupi, sikuondoka Tanzania kwa ridhaa yangu. No. Niliondoka kwa kuhofia maisha yangu. Lakini kwa wakati huu kuna mabadiliko, kuna rais mpya, mambo yamebadilika. Kuna kile ambacho watu wanasema kwamba kuna uhuru kwa kiasi fulani, manake rais ni mpya. Nini kinakuzuia saa hizi pengine kuwasiliana na serikali iliyopo, urejee? Manake utaendelezaje sera za Chadema kwa mfano na huko nje ya nchi? Hilo swali lako ni zuri sana. Kuna mabadiliko. Yule ambaye alitesa nchi kwa miaka 5 wanamuita mwenda zake sasa, amefariki. Kwa hiyo tuna rais mpya. Rais Samia Suluhu Hassan, na katika miezi 3 ambayo amekuwa rais, ni kweli kuna mambo yamefanyika ambayo yako tofauti na hali ilivyokuwa kwa miaka 5 ya utawala wa Magufuli. Kuna uhuru, watu wameweza kupumua. Tulikuwa tumekabwa koo kama taifa, sasa hivi kila mtu anapumua. Magazeti yetu na vyombo vyetu vya habari vinaanza kuzungumza na kuandika vitu ambavyo vilikuwa havidiriki kuviandika kwa miaka 5 ya Magufuli. Kwa kuna aina fulani ya nafuu. Isipokuwa sasa, kujibu swali lako, kwa nini sijarudi wakati kuna mabadiliko haya? Mara baada ya Rais Samia Suluhu Hassan kuapishwa, siku mbili tu baada ya kuapishwa, nilimpigia simu kutokea Ubelgiji niliko. Piga simu, akapokea msaidizi wake, sasa hivi ni katibu wa rais, anaitwa Juma Mkomi. Nikamwambia bwana Mkomi, mimi ni Lissu, nilipewa namba na watu wenye waliniunganisha. Naam. Nikamwambia nataka kuzungumza na Mheshimiwa Rais, nimsalimie, na kama itampendeza anipe fursa tuzungumza masuala ya nchi yetu na masuala yanayonihusu mie. Na yule bwana alikuwa mpole sana, alikuwa mtu muungwana tu. Akaniambia, Mheshimiwa Lissu, sasa hivi kuna heka kubwa sana. Kama unavyoona bado hatujafanya hata mazishi, na ni kweli mazishi ya marehemu Magufuli yalikuwa hayajafanyika bado. Kwa naomba utupe muda, tupunguze hizi heka. Halafu tutakutafuta. Nitamweleza mama, atakutafuta, utaongea naye. Nimeambiwa hivyo, ningebisha mie. Nikasema sawa kaka. Kwa hiyo niliambiwa siku tarehe 19 Machi ilikuwa. Naam. Niliambiwa nitatafutwa nafasi ikipatikana. Miezi 3 baadaye bado nasubiri nafasi ipatikane. Sasa baada ya mimi kuwa nimezungumza vile siku ile,
viongozi wenzangu wa chama makao makuu, mwenyekiti wa chama taifa Mheshimiwa Mbowe akamwandikia Mheshimiwa Rais barua rasmi kabisa kumwambia kwamba Mheshimiwa Rais, tunaomba utupe nafasi tukutane na wewe sisi kama viongozi wa chama, tukueleze mambo yanayotuhusu sisi na mambo yanayohusu nchi yetu. Tumepita kwenye maumivu makubwa sana, tupe nafasi tuonane. Na ile barua ilijibiwa mapema kabisa, ndani ya wiki moja wakawa wamejibu. Ni watu waungwana. Na barua ile wakajibu wakasema kwamba Mheshimiwa Rais amesema atatafuta nafasi ya kufanya nini, ya kuonana na nyie. Na ukweli ni kwamba siku alipoapishwa, nafikiri katika moja ya kauli zake, kabla hajaapishwa, baada ya kuwa ameapishwa, katika mojawapo ya kauli zake alisema kwamba aliahidi kwa Watanzania kwamba atazungumza na vyombo vya habari na atazungumza na viongozi wa vyama vya upinzani. Sasa bado tunasubiri. Miezi imekwenda, bado tunasubiri. Lakini muhimu zaidi kuhusiana na mimi, mimi ambaye niliponea chupuchupu miaka karibu 4 iliyopita, na yeye mama alikuja Nairobi, katika viongozi wote wa serikali ya Magufuli na wa Chama cha Mapinduzi, mtu pekee aliyekuja kuniona hospitali Nairobi hapa ni Mama Samia Suluhu Hassan akiwa makamu wa rais. Kwa hiyo kama kuna mtu anayejua kitu gani kilinitokea wa hiyo serikali na wa hicho chama, ni yeye. Sasa mpaka sasa hivi hajatoa kauli yoyote ile kuhusiana na kushambuliwa kwangu. Sasa hivi ni rais, anapokea taarifa za usalama wa taifa, anapokea taarifa za polisi, anapokea taarifa za siasa. Hajasema chochote kuhusiana na shambulio langu. Hajasema chochote juu ya kutukaribisha sisi tuliokimbia nchi kwa sababu ya hofu ya kuuliwa. Hajasema chochote juu ya kuachilia wafungwa wengi kwa mamia, wanachama wetu ambao wako magerezani kwa sababu za kisiasa. Hajasema chochote juu ya kuondoa marufuku ya miaka 5 ya vyama vya siasa kufanya shughuli halali za kisiasa. Hajasema chochote juu ya kufuta kesi nyingi ambazo anasema ni za uongo tulizofunguliwa na jeshi lake la polisi katika hii miaka 5 ya Magufuli. Mimi binafsi nina kesi 6 Dar es Salaam, kesi 6 za jinai zilizofunguliwa ndani ya mwaka mmoja. Kwa hiyo hayo ndio mazingira halisi ya Tanzania hii ya baada ya Magufuli. Kuna mambo mengi ambayo anahitaji kuyafanya ili sisi ambao tuna hofu ya maisha yetu tuwe na amani ya kuweza kurudi katika nchi yetu na kwenda kufanya shughuli za kujenga nchi yetu. Na Bwana Lissu, ufikiri labda manake watu wamekuwa na kufuatilia kwenye mitandao kwamba umekuwa unarusha mabomu sana, yani yanachukuliwa hivyo na wapinzani ama watu ambao mnatofautiana nao. Kwa mfano alipofariki Magufuli, watu baadhi walisema ni kama ulifurahia, najua ulipata hizo kauli. Na hata lile swala la kushambuliwa kwamba kulingana na wewe ni kwamba ni watu wa serikali walifanya. Lakini pia kulikuwa na maoni kwamba kulikuwa na mzozo wa Chadema, kitu kama hicho, wa uongozi, kwamba inawezekana watu wa Chadema ndio walipanga kisha serikali ionekane ndio imetekeleza. Sijui kama umesikia hayo maoni. Nimesikia maneno ya aina hiyo. Lakini nianze na hili la kurusha mabomu.
Manake hiyo ndio inaweza fanya pengine Mama Samia anaangalia akikuita. Nataka nilizungumze hilo kuhusiana na msimamo wangu ambao niliueleza hadharani kabisa. Nilihojiwa na Kate na mojawapo ya vyombo hapa usiku mzima ile siku wametangaza Rais Magufuli amefariki. Mimi nilikuwa na taarifa kwamba amefariki wiki moja kabla, na nilikuwa nimesema hivyo kwenye Twitter. Karibu wiki nzima nilikuwa nazungumzia hali ya Rais Magufuli, wakati serikali nzima ikiwemo yeye makamu wa rais walikuwa wanadanganya watu kwamba rais hajambo, anachapa kazi. Unanipata? Baadaye akatangaza kwamba amekufa. Na nilipoulizwa unaonaje Bwana Lissu, nilisema hivi kwamba I am relieved. Kuwa relieved ni kupata afueni, faraja. Sasa ninafahamu kifo sio jambo zuri. Kifo sio jambo zuri. Lakini akifa mtu ambaye ameumiza watu, ameonea watu, ameua watu, ameteka nyara watu, ni faraja. Afrika yetu hii, alipokufa Idi Amin, wangapi waliomboleza? Alipokufa Mobutu Sese Seko au yule Masias Nguema wa Equatorial Guinea au Jean Bedel Bokassa, ni wangapi waliomboleza? In fact, alipokufa Mugabe baada ya karibu miaka 40 ya kutesa wa Zimbabwe, na wangapi waliomboleza? Wale ambao wameumizwa na watawala wa aina hii walipaswa na wao walie. Wale ambao mpaka sasa hivi hawajui watoto wao wako wapi, kwa sababu wametekwa nyara na vyombo vya ulinzi na usalama. Tulipaswa, tulioumizwa na Magufuli kama mie, nilipaswa niomboleze. Ningeomboleza wangesema huyu mnafiki huyu. Na mimi sio mnafiki. Kwa hiyo nilichoeleza ni hicho kwamba ni afueni. Na ukweli wa Mungu ni kwamba Watanzania leo, kila mtu unayemuuliza tunapumua, na wewe umesema kwamba hali imebadilika. Nyie wa Kenya wenyewe mnafahamu hali imebadilika. Tumeacha kukamata ng'ombe wa Masai wa Longido wauza vifaranga kuna sense of relief kwa majirani zetu, kwa marafiki zetu wa kimataifa, lakini kwa muhimu kabisa kuna a huge sigh of relief kwa Tanzania ambao kwa miaka 5 tulikuwa tumekabwa shingo na huyu bwana. Sasa kusema tuna relief ni kusema ukweli. Sasa hiyo sio, mimi sioni kama hilo ni bomu. Sasa nije kwenye hii ya nini, ya kushambuliwa kwangu. Tuanze na hiyo hoja ya kwamba ni Chadema. Je, kwa mujibu wa sheria za Tanzania, Chadema wanaruhusiwa kujaribu kuua watu? Wanaruhusiwa? Sheria za Tanzania zinakataza mtu yeyote kuua mwenzake. Uwe Chadema, uwe CCM, usiwe na chama, hutakiwi kutaka kuua watu. Ni makosa, ni kosa la jinai. Sasa kama Chadema wanahusika, kwa nini hawajawahi kuwakamata? Kwa nini hawajawahi? Ukiuliza jeshi la polisi la Tanzania leo, hawajahoji mtu hata huyu, including mimi ambaye nilishambuliwa. Lakini unajuaje hilo mheshimiwa, na hujakuwa? Nilikuwa Tanzania miezi 3 na IGP mkuu wa jeshi la polisi alisema kwenye televisheni mojawapo za Tanzania, si ameshakuja. Nimekaa miezi 3 pale na randaranda nafanya kampeni, hakuna mwenye nini, hakuna mwenye mpango na mimi. Unanipata? Hawakuchunguza, na polisi wamesema hadharani kwa miaka 4 sasa kwamba hawana suspect. Inawezekanaje kama una jeshi la polisi linalofanya kazi, unaweza kuaje mbunge na kiongozi wa bunge
nilikuwa mnadhimu wa kambi rasmi ya upinzani bungeni, ninakaa kwenye nyumba ya bunge, ninalipwa posho ya madaraka ya kuwa chief whip wa opposition. Inakuwaje your chief opposition anakuwa gunned down katikati ya majengo ya serikali wakati wa vipindi vya bunge, alafu usiwe na suspect? Hiyo Kenya inawezekana? Naam. Inawezekana Tanzania kwenye kesi kama ya Tundu Lissu. Halafu masaa mawili nimeeleza hii na haijajibiwa mpaka kesho kutwa. Masaa mawili kabla sijapigwa mimi risasi, Rais Magufuli alitangaza kwenye televisheni kwamba wale wanaompinga kwenye sera zake za kwenye iliyoita vita ya uchumi hawastahili kuishi. 2 hours later nikashambuliwa kwa marisasi. Huyo anayempinga kwenye ambaye hastahili kuisha alikuwa anamaanisha nani? Lakini ni wewe peke yako ulikuwa unampinga? Mimi ndio nilikuwa wa kwanza. Nilikuwa mstari wa mbele bungeni na nje ya bunge. Ndio maana ya hizo kesi zote ambazo nilifunguliwa wakati huo. Na nilivyoshambuliwa na hangaika, madaktari wanahangaika kuniokoa hapa. Watanzania walipigwa marufuku kuchanga damu ili nipate nafuu. Nimechangiwa damu na Wakenya na wengine walioweza kuja Nairobi kuja kuchanga kutolea damu hapa. Nimetibiwa miezi 4 hapa kwa fedha za wasamaria wema, wakati sheria ya Tanzania inasema nitibiwe kwa gharama ya bunge. Baadaye katibu wa bunge akaniandikia barua kuniambia hatuwezi tukakulipa kutibu kwa gharama ya bunge kwa sababu rais hajaidhinisha malipo ya fedha hizo. Sasa katika mazingira haya, kaka Paul, mtu mwenye akili timamu atasema nani anayehusika? Yatakisia tu. Ndio, kukisia kupo, kuna circumstantial evidence, sio ushahidi wa mazingira. Mazingira haya yanakuambia nani anayehusika. Mbowe aliyekuja kunitibu hapa miezi 4, au huyu ambaye alikuwa ananipiga vita kwa kuniletea mapolisi, kunifunga na akatangaza kwamba sistahili kuishi? Sasa hayo ni masuala ambayo hawana majibu nayo. Naam, tuende katika uchaguzi. Yes. Mimi nilifuatilia uchaguzi wa Tanzania mwaka 2015. Yes. Manake nilikuwa huko Dar es Salaam, Arusha na kadhalika. Wakati huo upinzani ulionekana kuwa na nguvu sana. Yes. Lakini katika uchaguzi uliopita, hata zile takwimu, manake ilionyesha kulingana na tume ya uchaguzi ya Tanzania, Magufuli alikuwa na kura milioni 12, wewe ulikuwa na kura milioni 1.9. Hiyo inaonyesha nini? Kwa sababu wakati wa Lowassa na Magufuli, Lowassa nafikiria alishindiwa kura milioni 2 hivi, karibu kama hiyo. Na wakati huo kulikuwa na, ungeona CCM ni kama imebabaishwa na muungano wa upinzani Ukawa. Je, unafikiria bado Tanzania kuna nafasi ya upinzani katika siku zijazo? Sana sana vile mama ameingia na ameonekana kupendwa, hamwezi kuamua tu kwenda kufanya kazi naye? Kwanza tuanze na hili la kupendwa hili. Naam. Magufuli alipoingia madarakani, tuliambiwa alipendwa sana. Na nyie wa Kenya mkaanzisha kitu kinaitwa #what would Magufuli do. Sisi tuliokuwa tunamfahamu tulisema, jamani, tujiandae, balaa inakuja. Balaa inakuja. Na mimi nilisema hivyo. Wa kwanza kusema, jamani, tumeingia kwenye kipindi cha matatizo makubwa. Mimi haikupita hata miezi 2 baada ya yeye kuingia madarakani, wakati kila mtu anamshangilia. Sasa kwa hiyo kusema mama amependwa sana ni maneno tu. Alikuja akahutubia bunge la Kenya, wabunge walifurahi sana. Wabunge wa Kenya walifurahi sana, kama mlivyomfurahia Magufuli mkaandika #what would Magufuli do. Itabidi siku moja mtuombe msamaha kwa kumshangilia huyu ambaye baadaye amekuja kugundua alikuwa ni mtu mbaya sana, hata kwenu wa Kenya wenyewe. Lakini tuache hiyo. Naam. Uchaguzi wa mwaka jana, kwanza ukilinganisha na uchaguzi wa 2015, mwaka jana tulikuwa na nguvu
kuliko katika kipindi kingine chochote tangu tumeanzisha chama kile mwaka 92. Naam. Tulikuwa na wagombea wengi zaidi kwenye majimbo ya uchaguzi ya wabunge kuliko katika kipindi kingine chochote. Naam. Tulikuwa na madiwani wagombea wengi zaidi kuliko kipindi kingine chochote. Ile siku ya kwanza ya ku nominate wagombea, kupitisha wagombea, Naam. kuteua wagombea. Naam. Robo ya wagombea wetu, wagombea 63 kati ya 244 tuliokuwa nao walifutwa, waliondolewa kwenye kinyang'anyiro. Madiwani, kati ya madiwani 3,000, wagombea udiwani 3,700. Lakini tume ilitoa sababu ya kuondoa. Mwaka 2015 kulikuwa na nchi nzima ni mgombea mmoja tu, nafasi moja tu haikuwa na mgombea, nyingine zote zilikuwa na wagombea. This time around sisi Chadema peke yetu wagombea 63 wameinguliwa siku ya kwanza. Wagombea zaidi ya 1,000 na karibu 1,200 wa udiwani out of 3,700 wameondolewa siku ya kwanza ya uteuzi. Chama cha Mapinduzi, namna pekee ya kushinda ilibidi wavuruge utaratibu wa uchaguzi ili kuhakikisha kwamba CCM inashinda. Njia ya kwanza walioitumia ni hiyo, kuengua wagombea wa Chadema na wa vyama vingine vya upinzani. Tumeingia kwenye kampeni. Kama ulikuwa unafuatilia kampeni, hatujawahi kufanya kampeni ya aina tuliyofanya mwaka jana. Tufanya kampeni kubwa sana, na mimi nilifanya mikutano nchi nzima. Nilifanya mikutano kuliko Magufuli mwenyewe na watu wake. Sasa ikafika mpaka wakati nikapigwa marufuku kufanya kampeni. Unanipata? Kwa hivyo vitu vya ajabu ajabu tu. Mikutano yangu imepigwa mabomu. Nimepigwa mabomu na jeshi la polisi kwenye mikutano ya kampeni. Nani anayefanya mambo kama hayo? Siku ya uchaguzi, siku ile tarehe 28, tuliweka mawakala sisi. Kulikuwa na vituo 80,125. Ile asubuhi ya siku ya uchaguzi, mawakala wetu 57,900 walizuiliwa kuingia kwenye vituo. Ndio. Wengine mpaka kufikia mchana saa 6 saa 7, wengine 12,000 na mia ngapi wakawa wametolewa kwenye vituo. Kwa ultimately mpaka kufika mwisho wa siku ya uchaguzi tulikuwa kati ya wagombea mawakala 80,000 tuliokuwa nao, ni kama mawakala 8,000 tu ndio waliokuwepo kwenye vituo nchi nzima. Na katika hao hakuna aliyepewa fomu za matokeo ya uchaguzi. Kwa sababu ile siku ya uchaguzi nchi nzima, jeshi la wananchi, jeshi la polisi, usalama wa taifa, mgambo, kila aina ya mtu anayebeba silaha Tanzania walivamia vituo vya polisi, vituo vya kupigia kura. Wakaingiza masanduku yenye kura za uongo nchi nzima. Ndio wakamtangaza Magufuli mshindi na chama chake. Sasa leo tuna karibu miezi 8 tangu uchaguzi umepita. Ukiuliza tume, onyesheni matokeo ya uchaguzi mkuu uliopita miezi 8 iliyopita, kwa jimbo kwa jimbo, wilaya kwa wilaya, mkoa kwa mkoa, kituo kwa kituo, hawana matokeo hayo kwa sababu hayapo. Moja ya sheria za uchaguzi Tanzania ni kwamba huwezi kata rufaa baada ya tume kutangaza. Kwa hiyo swala la msingi inatakiwa kuwe na marekebisho ya katiba. Sasa wewe ni mwanasheria, wewe ni wakili mtajika. Na kulikuwa na juhudi hizo mwaka 2014 nafikiri, bunge la katiba. Na hata huyu Mama Samia alikuwa alikuwa makamu mwenyekiti wa bunge la katiba. Nakumbuka kina hoja kalikali kina Jusa wakati huo, na mama mmoja kutoka Zanzibar alikuwa anaitwa Bakari, nafikiri alifariki. Ufikiri kama mnaweza kuanzisha mchakato na serikali ili kuwe na
hayo mabadiliko ya kisheria, pengine kufanya kazi hiyo kabla, kwa sababu sasa mtu akishashindwa inakuwa ndio hivyo, hakuna kutafuta pengine nafasi mahakamani ili asikike. Nyinyi amfikiri kama jamii ya mawakili pengine kukaa na rais, mseme kwamba tunaweza kufanya mabadiliko ya kikatiba, mwanzishe mchakato kama vile Kenya tumekuwa mara nyingi. Unasemaje kuhusiana na hilo? Hili swali lako ni swali zuri sana, na nikwambie tu, nikupe taarifa na wananchi wa Kenya wasikie kwamba kuna vuguvugu kubwa sana Tanzania kwa sasa la kudai katiba mpya, kudai turudishe ule mchakato wa katiba mpya ambao ulivunjwa na Rais Kikwete na wana CCM wenzake kina Samia Suluhu Hassan. Kwa kuna hiyo kazi kubwa sana, na vile vile niweke kwenye kumbukumbu za umma kwamba msimamo rasmi wa Rais Samia Suluhu Hassan sasa hivi ambao amesema yeye kwa mdomo wake ni kwamba wanaotaka katiba mpya watasubiri sana. Hiyo ndio kauli ya huyu mpendwa tunayemwambiwa. Na la tatu niliseme, chama chake wanasema kwamba ajenda ya katiba mpya sio ajenda yao kwa sasa. Kwa hiyo kwa kauli za rais mwenyewe na chama chake, wao katiba mpya sio ajenda kwao, ni ajenda kwetu. Na sisi tumesema baada ya miaka 5 ya mateso ya kupitishwa kwenye hili tanuru la moto la Magufuli, tumepona, wengine hawajapona, bahati mbaya wameuawa, wamepotezwa na nini. Baada ya kupitishwa kwenye hilo bonde la uvuli wa mauti, na baada ya uchafuzi wa mwaka jana wa uchaguzi, hakuna namna yoyote ambayo sisi kama chama kikuu cha upinzani tutaenda kwenye uchaguzi tena na tume ya uchaguzi kama ilivyo sasa. Hakuna namna yoyote ambayo tutaenda kwenye uchaguzi mwingine kwa katiba na sheria za uchaguzi kama zilivyo sasa. Hakuna namna yoyote tutaenda kwenye uchaguzi mkuu tena kwa taasisi kama jeshi la polisi na regional administration, hii wakuu wa wilaya, kwa mamlaka walionayo kama sasa ilivyo. Tutaenda kwenye uchaguzi mkuu tukiwa na katiba mpya na tukiwa na mfumo huru wa uchaguzi. Ndio ajenda yetu kuu sasa hivi. Naam. Yeah. Naam, mtazamaji, tunaendelea na mahojiano na Bwana Tundu Lissu, na tutaendelea vile vile kwa muda usiokuwa mrefu. Mimi ni Paul Nabiswa, narudi kwa muda usiokuwa mrefu. This is KTN News. Kenya milele. That's why I trust Dettol to clean, protect, and keep you refreshed every day. I still can't believe how quickly you've grown. Dettol, tested effective against COVID-19.
Trees are wonderful. Trees protect you from the harsh sun. Trees stop soil erosion. And trees bring rain and cool your environment. And you know what's better than trees? Fruit trees. Fruity Schools Africa, in partnership with the Standard Group, is excited to introduce the Fruity Schools Africa project, an initiative whose goal is to plant over 1 million grafted export quality trees in over 35,000 schools across Kenya. For as little as 150 shillings for one grafted export quality fruit tree seedling, or sponsorship of one school with 20 grafted fruit tree seedlings for only 3,000 shillings, you can be part of this noble cause as we strive to achieve the vision of a green, nutrition secure and fruity country. And what's more, your name will be entered in Africa's Fruity Book of Fame that will recognize you as an environmental champion for prosperity. Let there be fruits in schools. Join us in making our schools greener and fruity. The Fruity Schools Project Africa is a joint initiative by Fruity Schools Africa and Standard Group. Together, we heal, learn, and shine is not only this year's theme of the World Refugee Day. It also carries so much hope for hundreds of thousands of people who fled their own countries for hardly habitable living conditions in foreign lands. This week, we commemorate the lives that have been lost in war and conflicts, address existing challenges in the global refugee communities, and bring you inspiring stories from within and outside refugee camps. Join the conversation each week right here on KTN News. This is KTN News. Naam, karibu katika awamu ya pili. Tunajadili na Tundu Lissu, mwanasiasa nguli kutoka Tanzania, lakini anaweka matundu zaidi kwa serikali ya CCM. Tunaye bwana Kiplimo kutoka Eldoret kwa njia ya simu. Hali namna gani? Mesha Kiplimo, hali namna gani? Halo? Halo Kiplimo? Nafikiri wametoa mabomu kidogo. Kiplimo ameogopa, lakini tutarudi. Katika swala la, mimi naangalia nafasi ya upinzani Tanzania na nguvu zenyu, kwa sababu kuna wabunge hata chama chenyu kiliwaharamisha kwamba wasiteuliwe, kina Halima Mdee, kina Esther Bulaya, na kadhalika. Sasa ni kama wakasikilizana na serikali ya CCM, wakaapishwa na kadhalika. Na walikuwa moto sana. Mimi nakumbuka Halima Mdee alikuwa mjenga hoja mzuri katika vikao vya bunge, kina Bulaya vile vile. Na ndio nauliza sasa, hawa watu wote ambao walikuwa, nyinyi mlikuwa mnapinga, walikuwa wenyu, lakini wanafanya kazi, tunaweza kusema, na serikali. Sasa mnafanyaje? Kwanza nizungumza hii habari ya hawa wabunge 19. Ndio. Wanaoitwa wabunge. Katiba ya Tanzania na sheria zetu zote za uchaguzi zinasema ili uwe mbunge au diwani au hata mwenyekiti wa kijiji au wa mtaa, lazima uwe mwanachama wa chama cha siasa. Naam. Na sheria hiyo na katiba hiyo inasema ukipoteza wanachama wa chama chako cha siasa, unapoteza ubunge au udiwani au mwenyekiti wa kijiji. Ni automatic. Hawa 19 wanaoitwa wabunge tumewafukuza sisi kwenye chama. Wako bungeni kwa nini? Na hili swala ni swala muhimu sana. Kuna makosa makubwa ya jinai yamefanyika. Kuna watu wamefoji nyaraka, wamegushi nyaraka za kuwafanya hawa watu wawe wabunge. Sheria ya Tanzania inasema hivi, sheria ya uchaguzi. Ndio. Ili mtu awe mbunge wa viti maalum na uwakilisha wanawake, lazima kwanza chama chake kipeleke majina ya hao walioteuliwa kuwa wabunge kwa tume ya uchaguzi. Sisi hatujawahi kupeleka jina hata moja
kwa tume ya uchaguzi la hata moja. Naam. Kwa sababu tulijadiliana kwenye kamati kuu ya chama baada ya huo unaoitwa uchaguzi, tukasema kwamba kwa hiki kilichotokea, huu uchaguzi ni haramu. Naam. Na hatuwezi tukakubaliana na uharamu na matokeo ya uharamu huo. Kwa hatutapeleka majina ya wabunge na hatutachukua senti 10 ya ruzuku ambayo tunatakiwa kupewa. Hatujachukua pesa, hatujapeleka majina ya wabunge wa viti maalum. Hawa ambao wanaitwa wabunge wa viti maalum walipelekwa kwa tume ya uchaguzi na nani? Naam. Kwa sababu tume ilituletea sisi fomu za kuwajazia. Hizo fomu bado tunazo mpaka sasa hivi. Hayo majina speaker, lakini wako bungeni saizi, wako bungeni kwa sababu wako bungeni kwa sababu kuna watu wamefanya makosa ya jinai. Tume ya uchaguzi, speaker na uongozi wake wa bunge, na hao wanaowalipa mshahara na posho. Sasa hili linamhusu Rais Samia Suluhu Hassan. Katiba ya Tanzania kama ilivyo sasa hivi na sheria ya uendeshaji wa bunge ya mwaka 2008 inasema wabunge watalipwa mishahara na posho na marupurupu mengine kwa kadri rais atakavyoamua. Kwa hawa kina Halima Mdee na Estabula na kundi lake ambao sio wanachama wa Chadema tena, hawana chama cha siasa tena, hawapaswi kuwa wabunge. Wanalipwa mshahara na marupurupu mengine kwa sababu rais anayeamua mambo haya ameridhia. Aliridhia Magufuli na sasa ameridhia Samia Suluhu Hassan. Lakini bado naangalia kwa hilo, manake mimi najua walikuwa watu mahiri sana. Ndiyo, katika. Ndiyo. Sasa wewe huoni kwamba angalau hao wako bungeni, kuna wale wengine walikuwa vile vile wazuri, kina Peter Msigwa wa Iringa mjini, kina John Heche wa pale Tarime, vijijini kama sijakosea. Wengi tu. Na hata kwingine ambao ni wa upinzani, kina Zitto Kabwe walipoteza viti. Sasa huoni kwamba kukosa hao watu kabisa katika bunge kunafanya upinzani unanyongonyea sana? Upinzani una nguvu sasa hivi kuliko ulivyokuwa mwaka jana na kuliko ulivyokuwa miaka ya nyuma. Upinzani sio bungeni tu. Kuna wakati hatukuwa na mbunge wala mwenyekiti wa kijiji wala diwani hata mmoja. Miaka hiyo tulisurvive. Leo hii hatuna mbunge hata mmoja, hatuna diwani hata mmoja, hatuna mwenyekiti wa kijiji hata mmoja, lakini tuna chama kikubwa cha siasa kuliko hata CCM. CCM bila polisi hamna kitu pale. Imebaki ni majeshi wa beba tu. Lakini sisi ndio chama kikuu cha siasa cha Tanzania sasa hivi. Hatuhitaji kuwa na wabunge ili sisi kuendelea kuwepo. Angalau hatuhitaji kuwa na hao wabunge wanaofoji nyaraka na maadui zetu na watu ambao wametuua kwa miaka 5 wanafoji, wanashirikiana nao ili wao wapate pesa. Hatuhitaji wabunge wa aina hiyo. Naam. Kwa hiyo na kazi inaendelea. Tunaendelea na shughuli za chama. Nimesema hatupokei ruzuku hata kidogo, lakini shughuli zinaendelea. Tunachotaka kufanya ni lazima kuwe na nidhamu katika shughuli za chama na vile vile kuwe na nidhamu katika shughuli za serikali. Naam. Kama chama kinaamua hivi tunavyofanya, tunakwenda hivi. Naam. Halafu kuna watu 2 watatu kwa maslahi yao binafsi wanafanya vingine. Ndio. Hao hawako kwenye chama chetu. Naam. Hawa 19 walikuwa viongozi wetu maarufu sana. Basically ni uongozi karibu wote wa kitaifa wa baraza la wanawake wa Chadema. Karibu wote. Ndio. Sio katibu mwenyekiti Halima, makamu wake, katibu mkuu, alikuwa naibu, uongozi mzima. Ndio. Wamesaliti chama. Ukisaliti chama hata uwe mkubwa namna gani, tutakushughulikia. Mna nguvu za kuwashughulikia? Tumeshawashughulikia. Wanachofanya huko ni uharamia tu.
uharamia tu. Sasa haramu ni haramu. Naam. Hata uifanye mwaka mzima, miaka 10, ni haramu tu. Naam. Kuna simu kutoka Eldoret. Isaac Kosgei, hali namna gani? Habari za Eldoret? Salama, niko on. Ulikuwa unasemaje? Una hoja kwa Bwana Tundu Lissu? Niko na hoja na Tundu Lissu. Zungumza kwa sauti. Okay. Hello sir. Endelea. Nimeshukuru kwa Tundu Lissu kabisa kwa kuongea vizuri, na naambia Mola msaidie kwa sababu alipitia makali. Aliumia na amsame mwenye alikuwa rais. Naam. Kenya tumepitia mengi and we've learned to forgive each other. Tanzania tunajua vile iko. Mimi sikuwa najua Tanzania yako na makabila mengi kushinda Kenya. Sababu ya Kenya sijui ni 43 ama 44. Ya Tanzania ni karibu 200 na kitu. Naam. Nimeenda mpaka upande ya Chalinze huko, Mbeya. Nikienda upande ya Iringa nimesikia akiongea huko. Naam. Siku nyingine Lissu atakupeleka Singida. Nilikuwa nataka nimwambie kitu kingine. Naam. Asirudi nyuma. Sio lazima kuwa rais ama iko namna gani. Ajue tu atafute rais mwenye ako saizi, waongee, wasaidie nchi. Naam, asante sana Isaac. Ni kama vile nani alisaidia Raila, alisaidia nchi ya Kenya. Saudi alipitia bakali sana, lakini wako mzuri. Asante kabisa. Naam, asante sana. Kuna Benson kutoka maeneo ya Molo, Masharia. Unasemaje? Hujambo? Hujambo. Hali namna gani? Hoja yako haraka. Naitwa Masharia toka Molo. Naam. Ningependa kuuliza mheshimiwa tu. Ningependa unakatika kidogo, mawimbi ni kama yana mushkili huko. Ningependa mheshimiwa Tundu Lissu. Hello. Endelea boss. Kama anakubaliana ambao ulifanyika 22 na sawa, naona hatujasikilizana kwa ajili ya mitambo, lakini ni sawa. Kwa hiyo bwana Lissu, tuendelee. Kwanza yule bwana amekupongeza. Na mimi nataka kuna swali la Kenya hapa. Nyinyi Chadema, chama cha upinzani Tanzania, wakati wa uchaguzi wa mwaka 2017 ndio mlitangaza wazi kwamba mnaunga mkono Rais Uhuru Kenyatta katika uchaguzi huo. Ilikuwa ni kwa sababu Raila Odinga alikuwa rafiki ya Magufuli, mpinzani wenyu, ama ilikuwaje? Kwa sababu nyinyi, kuna watu kwa Chadema wanajulikana kama ni watu wana mapinduzi kama wewe na kadhalika. Raila Kenya alijulikana hivyo. Raila, kabla Raila hajawa rafiki wa Magufuli, alikuwa rafiki wa Chadema. Kabla hatujamuunga mkono Uhuru Kenyatta mwaka 2017, naam, tulimuunga mkono Raila 2013. Naam. 2013 nafikiri. Naam. Kwa sababu Raila alikuwa mpigania demokrasia, na tulimuunga mkono. Ndio. Na mimi nakumbuka baada ya uchaguzi mkuu wa 2010, alipokuwa waziri mkuu, alikuja Tanzania, tukaenda kumtembelea hotelini kwake na akatushauri mambo mengi. Alikuwa rafiki yetu. Lakini tulipoanza kupata shida ya Magufuli, tunauawa, watu wetu wanatekwa nyara, vyombo vya habari vinafungiwa, watu wanateswa, demokrasia inavamiwa, Raila rafiki yake Magufuli. Sasa tungefanyaje? Katika mazingira haya
ambayo aliyekuwa rafiki yetu ameungana mikono na huyu anataka kutumaliza. Magufuli alitangaza mwaka 2016 hadharani on television kama hivi kwamba itakapofika mwaka 2020 nitahakikisha nimemaliza vyama vya upinzani. Kwa yeyote ambaye anakuwa rafiki na kiongozi ambaye ametutangazia sisi hukumu ya kifo, tusingeweza kumuunga mkono. Kwa hiyo tulimuunga mkono Uhuru Kenyatta na Jubilee kwa sababu tusingeweza kumuunga mkono Raila Odinga given mazingira haya. Na sasa kama hilo ni kosa, niambieni wananchi wa Kenya na Bwana Paul wewe. Katika mazingira hayo wewe ungefanyaje? Naam, mimi unajua sasa sina chama saa hizi. Sina chama saa hizi kwa mujibu wa maadili ya kazi. Mambo kama yanatokea. Aliyekuwa rafiki yako ana consort na nini? Na adui yako adui ambaye anataka kukuangamiza wewe, unafanyaje? Unaendelea kunani tu. Tulifanya maamuzi ambayo yalikuwa ni sahihi kwa sababu ya mazingira halisi tuliokuwa nayo. Elijah, hujambo? Habari za Loitoktok? Habari ya mzee? Salama kabisa. Mko wazima? Kabisa. Hoja yako kwa haraka. Asante kabisa rafiki yangu, habari yako mzee? Salama. Lisu inaonekana na kuita wewe mzee bwana. Niko salama kaka. Samahani mzee, nampa ule mheshimiwa pole sana kwa yale yaliyotokea. Nampa pole sana. Asante. Ila napenda kumwambia. Halo. Endelea bwana Elijah. Napenda kumwambia huyo mzee. Asikate tamaa kwa sababu Mungu atakuwa pamoja na yeye. Alafu hakuna jambo gumu akimtegemea Mungu. Asante sana. Huyo ni pale ni Loitoktok karibu kwa mpaka. Namwambia nashukuru sana. Anasema nashukuru. Kwa hivyo kabla tumalize manake tuna dakika kidogo kama 2-3. Umekuwa Kenya, umekuja kuzindua kitabu, umekizindua jana. Labda kwa faida ya mtazamaji, ilikuwa kitabu kinalenga nini, na maana kilikuwa mambo ya bunge na uongozi na kadhalika. Na Kenya ndiye alikuwa mazingira tu mazuri ya kuzindua ama unaokuruba na jaji mstaafu Willy Mutunga? Manake niliona mko karibu sana. Mnaweza kuwa mnapanga mambo makubwa na hatujui. Najua nyinyi mawakili. Kwanza niseme nikiri kwamba nimekuja hapa Nairobi Kenya siku ya Jumatano. Na kilichonileta hapa ni kuja kuzindua kitabu ambacho nilikiandika mwaka jana kabla ya uchaguzi mkuu wa kwetu. Na kimechapishwa hivi siku za karibuni. Na jana ndio tumekizindua rasmi. Lakini pamoja na kuzindua kitabu, nilikuja vile vile kufanya mashauriano na viongozi wenzangu wakuu wa chama. Kwa viongozi wote wakuu wa chama, Mheshimiwa Mwenyekiti Freeman Mbowe, Katibu Mkuu John Mnyika, manaibu makatibu wakuu wote wawili na viongozi wengine, tulikaa kikao cha karibu watu viongozi wakuu 9 hivi wa chama. Ili kuzungumza mambo ya nchi yetu na mambo ya chama chetu na namna tunajipangaje katika hii hatua inayokuja mbeleni hii. Kwa nilikuja kwa ajili hiyo. Sasa umeniulizia juu ya kitabu. Hiki kitabu kinazungumzia historia ya kisiasa na kikatiba kwa kweli ya Afrika Mashariki, ya nchi 3 za Afrika Mashariki original: Tanzania, Kenya na Uganda. Kinazungumzia historia ya kisiasa na kikatiba kwa kuangalia hasa historia ya mabunge yetu.
Ndio. Kwa hiyo ukikisoma, na nitakupa nakala ukisome, ndio, utaelewa sana historia ya bunge la Kenya, na utaelewa sana historia ya kisiasa na kikatiba ya Kenya, kwa sababu nimeielezea sana. Ndio. Na vile vile ya Uganda na ya Tanzania. Ndio. Nimekiandika hii kitabu kwa miezi 6 mwaka jana. Kimenipa maarifa ambayo sikuwa nayo kuhusiana hizi nchi zetu tatu, hata pamoja na Tanzania. Moja kwamba mimi nafikiri ni mjuzi sana wa mambo ya Tanzania, lakini kutafiti tu hiki kitabu na kuandika, nilipata vitu ambavyo sikuwa najua vilifanyika. Ndio. Vile vile kwa Kenya. Kwa hiyo ni kitabu muhimu sana kwa nchi zetu, kwa mabunge yetu na kwa wananchi wetu. Na nimezungumza sana mambo ya, kama nilivyosema, mambo ya nchi. Kwa nini nimekizindulia Nairobi? Kwa nini inabidi tuje tufanyie kikao Nairobi? Kwa sababu zile za Tanzania ya Magufuli. Lakini ya Samia sasa hivi. Ya Samia tumemuomba tukutane naye, hajatujibu. Mimi nimemuomba tuzungumze naye, hajanijibu. Tumemuomba afute marufuku ya vyama vya siasa kufanya shughuli zao, hajajibu. Naam. Tumemwambia tufutie kesi za bure hizi tulizofunguliwa, hajafuta hata moja. Tumeomba aachilie wafungwa wetu wa kisiasa, hajafungua. Tumemuomba tuhakikishie usalama wetu turudi Tanzania, hajanani. Katika mazingira haya siwezi ningependa sana kuzindua kitabu hiki cha Afrika Mashariki, mahali ilipo mji mkuu wa Afrika Mashariki, Arusha. Naam. Lakini Arusha ni Tanzania. Na Tanzania ni ya Samia Suluhu Hassan, huyu mrithi wa Magufuli. Naam. Sasa kwa hiyo nakuja Nairobi kwa sababu hiyo, lakini kwa sababu nyingine muhimu zaidi, na hii nafikiri ni muhimu wa Kenya nyie mfahamu, kwa sababu nyie mnajipiga sana, mnajilaumu sana. Naam. Nyie ni watu ambao katika ukanda wa Afrika Mashariki, sisi ambao tumepita kwenye hili tanuru la moto, tunawaangalieni wa Kenya kwa matumaini makubwa. Hapa ndio penye uhuru. Mimi siwezi nikazungumza mambo kama haya na chombo chochote cha Tanzania, cha habari Tanzania, hata nje ya Tanzania. Wananiogopa. Lakini nikija hapa, nakuja kwenye nchi huru, nakuja kwenye nchi yenye press freedom. Naam. Unaona? Ndio, kwa hiyo nakuja Kenya kwa sababu ni mahali penye uhuru. Naam. Sasa nataka, unajua, pengine watu wengi wataona kwamba umechukua mtazamo hasi sana. Kinataka pia uonekane unaweza kuwa na hoja chanya. Ningependa, maanake kumekuwa na marais 5. Yes. wa Tanzania. Yes. Ningependa unipe sifa moja nzuri ya kila rais kutoka kwa Nyerere, isipokuwa sitaki Magufuli, siseme Magufuli kwa sababu kumekuwa na tofauti zako naye, lakini Nyerere, jambo ambalo unafikiria alifanya kikawa bora zaidi, Mwinyi, Mkapa, Mama Samia wa sasa hivi na JK. Unajua Kikwete hata ana barabara hapa, anapendwa sana na Wakenya. Sasa unasemaje? Asante sana. Kwa sababu nimesema nimeandika kitabu cha historia yetu ya kisiasa na kikatiba, Yeah. Ninaweza nikalijibu swali lako hilo nafikiri kwa ujuzi sana. Naam. Kwa sababu nafahamu historia yetu. Kizuri nachoweza kukisema cha Mwalimu Nyerere. Ndio. Alikuwa kiongozi, rais wetu kwa muda mrefu zaidi ya mwingine yeyote. Alikaa madarakani miaka 24. Na katika hiyo miaka 24 alijilimbikizia madaraka makubwa sana. Kwa maneno yake mwenyewe alisema alikuwa na mamlaka ya kuwa dikteta. Hayo ni kauli yake mwenyewe. Lakini licha ya mamlaka hayo, Mwalimu Nyerere aliachia madaraka kwa hiari na bila kuhusishwa na wizi au ufisadi au uchafuzi wa mali ya umma. Aliondoka madarakani akiwa na mikono
misafi, akiwa msafi kwenye masuala ya matumizi ya madaraka kuhusiana na mali za umma. Huwezi ukamtuhumu Mwalimu Nyerere kwamba alituibia, kwa sababu hakutuibia. Mwinyi, na mimi nafahamu wakati anaondoka hakuwa hata na pension. Pension yake ilitungiwa sheria mwaka 86, mwaka moja baada ya kuondoka. Mwinyi, kikubwa ambacho alikifanya katika miaka 10 yake, amekuta nchi imefilisika kiuchumi. Nchi ilikuwa imefilisika kwa sababu ya sera mbaya za kiuchumi za Mwalimu Nyerere. Mwinyi aliirudisha nchi katika msingi mzuri uliotusaidia kuokoa uchumi, na vile vile Mwinyi ni rais wa vyama vingi. Ndiye aliyetuletea mfumo wa vyama vingi vya siasa. Rais Mkapa ameingia akaendeleza huo mfumo wa vyama vingi vya siasa. Hakuvuruga, hakupanua sana, hakupanua demokrasia sana, lakini vile vile hakuvuruga sana. Nikupe mfano tu, katika kumalizia. Yes, kumalizia. Kwa mara ya kwanza katika historia yetu, Mkapa alidhibiti idara ya usalama wa taifa kwa kutungia sheria ya kudhibiti mamlaka yake. Kikwete, miaka 10 ya Kikwete itakuwa associated na bunge imara, bunge live. Kwa miaka 10 tuliona jinsi ambavyo bunge linaweza kuwa. Kwa hiyo mambo mengine kulikuwa na uchafu mwingi sana kwenye, lakini ni rais wa bunge live, ni rais ambaye chini yake demokrasia ilipanuka. Vyama vya upinzani kama Chadema vilipata nguvu kubwa sana kabla ya hili tanuru la moto la mwaka kuanzia 2015. Sasa Samia Suluhu Hassan yuko hapa siku 100 tu ameshamaliza. Itakuwa si haki kwanza kutoa hukumu kwake. Tunachoweza kusema tu ni kwamba hayo ambayo tunayatarajia kutoka kwake, haya ambayo tumeyafanyiwa kwa miaka 5, haya tunatumia kumhukumu kama kigezo, ndio. Lakini ni mapema sana kusema atakuwa mzuri kiasi gani, atakuwa mbaya kiasi gani. Naam, asante sana. Amekuwa ni Tundu Lissu, ni kiongozi wa upinzani nchini Tanzania ambaye anasifika kwa juhudi za wanaharakati katika ukanda wa Afrika Mashariki na hata dunia nzima. Saa hizi amekuwa katika nchi ya Belgium ambako yuko kwa shughuli zake. Amesema bado anaendelea kufanya mazungumzo na akiitwa Tanzania atarejea, na vile vile amesema kwamba yumo bado kinyang'anyiro cha siasa huko Tanzania. Mimi ni Paul Nabiso, endelea kutazama vipindi vya KTN News. Kutoka kwangu ni hayo tu. Asante sana. This is KTN News. After 3 days of lectures,